Leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Nikupe hongera kwanza kwa kuweza kufika siku hii ya leo, lakini nikupe hongera nyingi sana kwa kuweza kuungana katika kipindi hiki cha leo. Lakini jambo kubwa sana ambalo nilitamani ulijue kuhusiana na siku ya Ijumaa Kuu, wengi wanaisubiria siku ya Pasaka ya Jumapili, lakini nataka nikueleze Pasaka halisi ni siku ya leo ya Ijumaa Kuu. Yaani leo ndo ile Pasaka halisi kabisa. Jumapili sio Pasaka. Jumapili ni kukumbuka ushindi wa Pasaka au kusherekea ushindi wa Pasaka, au siku ya Jumapili ni siku ya kutangaza ushindi wa Pasaka, ila Pasaka halisi ni siku ya leo, kwa sababu tumekuwa na somo hili wiki nzima tukiwa tunaangalia tu kuhusiana na Pasaka, na niliwaeleza Pasaka ni tukio linalohusisha kifo cha mwanakondoo, na mwanakondoo ambaye tunamwongelea sisi ni nani? Ni Kristo Yesu. Sasa Yesu alifia lini? Alifia siku ya Ijumaa. Kama Yesu alikufa katika Ijumaa, Pasaka haiwezi ikawa siku ya Jumapili. Pasaka inakuwepo siku ambayo Kristo alikufa. Kwa kama Yesu alikufa Ijumaa, basi Ijumaa ndio siku yenyewe ya Pasaka, kwa sababu Pasaka ni sherehe au ni tukio linaloelezea kifo cha Kristo Yesu, sio kufufuka. Kufufuka ni tangazo la ushindi, ila kifo ndo Pasaka yenyewe. Yaani siku kama ya leo ya Ijumaa ndipo dhambi za wanadamu ziliondolewa. Yaani kwa mara ya kwanza tangu dunia iumbwe, ondoleo la dhambi linaondolewa rasmi. Umenielewa? Ilikuwa siku ya Ijumaa. Hiyo siku ya Ijumaa ndo siku ambayo pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili. Siku ya gani? Siku ya Ijumaa. Alafu siku ya Ijumaa ndo siku ambayo mbingu zinajipatia mwana kondoo, siku ambayo makaburi yanafunuka kuzimu, wale wafu waliokuwa wamekufa miaka mingi wameshikiliwa kuzimu wanatoka, na maandiko yanasema waliwatokea watu wengi Yerusalemu wakiwa wanamsifu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ambayo mwana kondoo amepatikana, mwana kondoo amechinjwa, mwana kondoo ametolewa kuwa sadaka. Kwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo inapofika siku ya Ijumaa Kuu, mimi mwenzenu huwa ndo naisherekea Pasaka siku ya leo. Yaani siku ya leo ninaiadhimisha Pasaka halisi leo. Alafu Jumapili ninakuwa ninatangaza ushindi wa Pasaka. Jumapili ni siku ya kutangaza ushindi wa Pasaka. Ndio maana wale wakina mama wakaambiwa, nendeni mkatangaze kwamba hayupo hapa, amefufuka kama alivyosema. Kwa wakatoka wakaenda kutangaza. Akaja Petro na Yohana kuhakikisha pale kwenye kaburi, nao wakahakikisha kweli, wakaenda kutangaza. Kwa siku ya Jumapili ni siku ya utangazo, tangazo la ushindi wa Pasaka, ila Pasaka ni siku ya leo. Kwa bahati mbaya sana watu wengi wanaiona ni siku tu ya Ijumaa Kuu Yesu anakufa, lakini hawajui kwamba leo ndio Pasaka halisi. Sijajua ni nani aliyeitoa siku hii kuwa siku ya Pasaka hii na kuiweka Jumapili, lakini Jumapili ni siku ya tangazo la ushindi, lakini Pasaka yenyewe ni hapa. Ndio maana unakuta katika maandiko tunaongelea msalaba. Msalaba, 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 kifo cha Yesu, kifo cha Yesu, kifo cha Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, agano la Mungu, agano la Mungu, agano la Mungu, msalaba, msalaba, msalaba. Kwa nini? Kwa sababu vitu vyote hivyo ndivyo vinavyoonesha ushindi na kiini cha maandiko ambavyo vilitokea siku gani? Siku ya Ijumaa. Kwa mimi, kwangu mimi, siku ile ya Ijumaa ndio siku kuu kuliko siku zote duniani. Ile siku ambayo Kristo anaenda msalabani ndio ilikuwa siku kubwa kuliko siku zote duniani tangu historia ya siku zianze kuhesabiwa. Ile ndio ilikuwa siku kubwa kuliko siku zote, ambayo siku hiyo ilikuwa ni siku gani? Ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa ndio inapaswa iwe Pasaka halisi kuliko hata siku ya Jumapili. Sijui unanielewa? Sasa kama unanielewa, itakuwa ni jambo zuri sana. Na katika siku ya leo nimeona baadhi ya watu wakisherekea au wakiadhimisha kwa mapokeo tofauti tofauti na kwa hisia tofauti tofauti. Wapo watu ambao wanaiadhimisha siku ya leo kwa kutokula nyama na kuvaa nguo nyeusi kwa sababu ya kuonesha hali yao ya huzuni na maombolezo, kwamba yupo aliyekufa kwa ajili ya uzima wangu, yupo aliyekufa kwa ajili ya afya yangu, yupo aliyefia kwa ajili ya dhambi zangu.
Kwa anaonesha kujali, katika kujali anaonesha hisia kwamba mimi hata nyama leo siguse, kwa sababu mwili wake uliharibiwa, ngozi ya mwili wake ilifumuka, nyama zikawa zinaonekana nje, kwa sitagusa hata nyama, nitakaa katika kuomboleza katika siku hii ya leo. Lakini wapo ambao siku ya leo wanaazimisha kwa kusherehekea, wanasema siku ya leo ni siku ya kula na kunywa, kwa sababu Pasaka ilikuwa inasherekewa kwa furaha. Katika tamaduni za Kiyahudi ilikuwa ni siku ya furaha, ilikuwa ni siku ya kuchinja. Siku ya Pasaka, siku ya Pasaka ilikuwa ni siku ambayo watu wanachinja wanakondoo na kuila nyama. Kwa watu wengine leo wanaisherekea hii siku kwa kufurahi na kwa kushangilia, kwa sababu wanaamini kwamba mwanakondoo alikwisha patikana aliyezibeba dhambi zao, kwa hiyo hawana haja ya kuhuzunika. Na kama mimi siku ya leo ninasherekea kwa kushiriki meza ya Bwana. Siku ya leo ninasherekea mimi binafsi yangu kwa kushiriki meza ya Bwana. Lakini katika hisia zote hizo tulizozisema ambazo watu wanazisherekea, kila mtu yupo sahihi kabisa. Yaani asiwepo mtu wa kumhukumu, nyie mbona amli nyama, nyie mbona mnakula. Kila mtu yupo sahihi kabisa, kwa sababu hawa wote wanaiazimisha siku na tukio moja katika hisia tofauti tofauti, na zote zinakubaliwa mbele za Mungu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuhukumiana. Sijui unanielewa? Sasa ninatamani tuongelee kitu kimoja kizuri sana. Nilikuahidi kwamba tutaelezea kwa nini Mungu aliamuru wale watu wamle mwanakondoo usiku ule ule wakiwa tena wamesimama wamejifunga viuno. Kwa nini Mungu aliwaamuru? Nilisema msingi wa Pasaka unatokea katika Kutoka 12 pale. Hilo ndio msingi wa Pasaka. Kwa ninapoongelea hata Ijumaa Kuu ya leo, lazima turudi katika ule msingi niliokuambia wa Pasaka. Sasa nilikuahidi nitakuelezea kwa nini watu walikula yule mwanakondoo wakiwa wamesimama. Lakini swali kubwa ambalo nilitaka watu wengi walifahamu ni kwamba, je, ikitokea mtu anasema kwamba mimi nimeshapaka damu yangu kwenye ile miimo ya milango, na Mungu alisema ukishapaka damu kwenye miimo ya milango, yule malaika atakayekuwa anapita kuangamiza wazaliwa wa kwanza atapita juu, kwa maana ya Pasaka. Umenielewa? Sasa kwa sababu yule malaika atakuwa anapita juu, mimi nimeiweka ile damu. Je, kuna haja gani ya mimi kumla mwanakondoo? Kama nikiamua sitaki kumla mwanakondoo, je, nitaasilika kwa namna moja ama nyingine? Je, nitapata hukumu katika mzaliwa wangu wa kwanza? Kwa sababu damu si ndio inao ni kinga, nimeiweka, kinga ya damu ipo, lakini sitaki kula mnyama huyo, nimeshiba. Sitaki kula mnyama, sijisikii. Kwa nini ilikuwa ni lazima wale? Na kwa nini Mungu aliweka maagizo kwamba lazima wale yule mwanakondoo? Alafu asipokula mtu nini kitatokea? Hicho ndio kitu ambacho ninataka siku ya leo tukitazame kwa uzuri, Sasa kulikuwa kuna mambo makubwa matatu katika ile Pasaka ya Misri. Nilisema kuanzia jana tunaanza kuapproach mambo makubwa, ndio tunayaendea sasa. Kulikuwa kuna mambo matatu, ambapo jambo la kwanza lilikuwa ni damu kuwa juu ya miimo ya milango. Damu kupakwa katika miimo ya milango ile na vizingiti vyake. Alafu kuliwa kwa mwanakondoo. Mwanakondoo ilikuwa lazima afanye nini? Ilikuwa lazima aliwe usiku ule ule, tena wanakula wakiwa wamesimama wamejifunga viuno, ni kama wanafanya tambiko fulani hivi, lakini kumbe ni wanafanya nini? Wanamla huyo mwanakondoo. Alafu ilikuwa inaambatana na mikate isiyochachwa, mikate isiyotiwa chachu. Kwa hiyo mambo matatu ni makubwa sana ambayo Mungu aliwaagiza, na kila kitu ambacho Mungu alikisema kilikuwa kina maana katika ufunuo, katika Pasaka ya Kristo kilikuwa kina maana. Hakukuwa na kitu ambacho kilifanyika pale Misri ambacho kilifanyika bila kuwa na maana. Sijui unanielewa? Sasa damu ya mwanakondoo ilikuwa juu ya milango ili hukumu ipate kupita juu. Kwa ile damu, kama nilivyosema, ilikuwa inazuia hukumu isiingie, hukumu isiwaathiri watu, hukumu isiwakumbe watu. Kwa hiyo hukumu ilikuwa inapita juu. Kwa ile damu inawekwa mlangoni kama kinga, ili kwamba hukumu isipite juu. Sasa kuna mafundisho siku hizi yanatokea kwamba hauna haja ya kuomba damu ya Yesu ikulinde. Damu ya Yesu sio kinga. Damu ya Yesu kazi yake ni kutakasa tu. Ni kujichosha kuomba damu ya Yesu kama ikulinde. Ni mafundisho potofu. Niko hapa ninayapinga kwa herufi kubwa na sauti yote kwamba hayo ni mafundisho potofu.
Damu ya Yesu inalinda my friend. Tena weka ulinzi kwa damu ya Yesu. Kama tu damu ya mwanakondoo iliweza kuwalinda watu, wazaliwa wa kwanza hawakufa kwa sababu walilindwa na damu ya mwanakondoo. Tumesema jana kwamba Adamu na Hawa kilichowalinda wasiangamizwe pale bustanini ni yule mwanakondoo ambaye Mungu alimchinja akawapa mavazi. Ile damu yake ndio ikawafanya wapenye wasife siku ile ile. Umenielewa? Sasa hizo ni damu tu za wanyama. Je, damu ya Yesu ni zaidi ya ulinzi my friend. Kwa hiyo mtu akikwambia yoyote, ukasikia fundisho lolote, yani hata kama ukinisikia mimi usiku nakuja kuhubiri hilo fundisho na kupa ruhusa ya kunipinga kwa herufi kubwa, ni fundisho ambalo halikubaliki, kwamba damu ya Yesu sio ulinzi, ilishamaliza kazi yake ya kutakasa, haina kazi tena, ni mambo ya uongo. Kwa hiyo nataka nikueleze kwamba inalinda. Kwa hiyo inaonyesha katika ile Misri ile damu ilikuwa inalinda wazaliwa wa kwanza, hukumu ya Mungu isipenye kuingia na kuwakabili. Sasa swali ni kwamba sasa ile damu, kwa sababu si ndio inayolinda, mimi nimeweka ile damu kwenye miimo ya milango na vizingiti vyake. Kwa maana hiyo mauti haitaingia ndani kuniathiri. Sasa ina haja gani ya mimi kula tena yule mnyama? Ina haja gani ya mimi kula nyama ile ya yule mwanakondoo wakati ile damu tayari ilishapakwa pale kwenye vizingiti? Sijui unanielewa. Sasa nataka nikueleze kwa nini nataka nikueleze kwa nini ilikuwa wanapaswa kumla mwanakondoo. Kwa nini walikuwa wanapaswa kumla mwanakondoo? Ninafurahia ile somo. Mimi ile somo ninapolifundisha ni miongoni mwa sehemu yangu. Yaani miongoni mwa masomo ambayo najisikia raha kuyafundisha, najisikia faraja, najisikia kujifunza upya ni hili hapa somo. Na kuwa na amani sana ninapolifundisha, kwa sababu hii ndio asili ya mema. Msalaba ndio asili ya mema. Pasaka ndio kiini cha wokovu. Maandiko yote bila Pasaka hayana maana. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ninajisikia faraja sana. Kwa nini ilikuwa lazima wamle mwanakondoo? Kumbuka Mungu alisema mtakula nyama yake usiku ule ule. Kwa hiyo mwanakondoo ilipaswa aliwe usiku ule ule, kwa sababu mwanakondoo hakupaswa kubaki nje yao tu, bali alipaswa kuingia ndani yao. Kwa maana hiyo sasa kitendo cha wao kumla mwanakondoo inamaanisha sasa yule mwanakondoo anaingia ndani yao, yani anakuwa yani ile sadaka haikui sadaka tu, bali inaingia ndani ya miili yao. Ile damu ya mwanakondoo ilibaki nje ya nyumba, haiingii ndani, kwa sababu yenyewe ilikuwa inakinga hukumu isiingie. Kwa ile damu ilikuwa inabaki nje kama kinga, lakini yule mwanakondoo mwili wake unakaa ndani ya nyumba, ambapo sasa ikishakaa ndani ya nyumba, haupaswi kukaa tu ndani ya nyumba, inatakiwa uingie katika miili yao, ili lile tukio la wokovu liwe ni halisi katika miili yao. Sio, unaelewa? Kwa ile damu inawakinga hukumu kwa nje, lakini ile nyama ya yule mwanakondoo inaingia ndani. Sio, unaelewa? Inapokuwa inaingia ndani, ule wokovu unakuwa ni halisi na wameushiriki, na yule mwanakondoo anakuwa ni sehemu yao. Yaani kwa lugha nyingine, kwa sababu walitakiwa wafe watoto wao, walitakiwa wao waendelee kuteseka. Kwa sababu wanamtoa yule mwanakondoo kumuonesha yule mwanakondoo ametoka miongoni mwetu, ametuwakilisha sisi, basi na sisi tunaila nyama yake, kwa sababu sisi ni sehemu ya huyo mwanakondoo. Kwa hiyo wanaushiriki ule wokovu kikamilifu kwa kuila ile mwili wa yule mwanakondoo. Sasa akifanya hivyo anakuwa amepokea nguvu ya safari, lakini anakuwa ameshiriki sadaka hiyo, lakini anakuwa ameungana na wokovu ule, lakini anakuwa pia anaacha maisha ya utumwa. Kwa kuila ile damu kwa kuila ule mwili wa mwanakondoo, inamaanisha sasa unaungana na sadaka, unajiungamanisha na ile sadaka, lakini licha ya kujiungamanisha, unajiungamanisha na ule wokovu. Kwa unakuwa sehemu ya ule nini, ule wokovu. Lakini kitu kingine ambacho kilifanya Mungu awaambie watu wa ile damu, kwa sababu walikuwa wana safari ndefu usiku, kwa sababu ni usiku ambao watatoka katika ile taifa. Kwa watakapokuwa wanatoka, itakuwa na safari ndefu, kwa sababu kuna wakati Mungu anajua watafukuzwa na Farao, na kuna wakati itabidi wakimbie, watumie energy kubwa. Kwa Mungu aliwaambia wale yule mwanakondoo, kwa sababu hii itawasaidia katika safari ndefu walionayo. Ni mwendo kiasi gani kutoka Gosheni walipokuwepo mpaka kwenye Sinai, ambapo walisafiri kwa usiku mmoja. Kwa kama wasingelikuwa na chakula ambacho wamekila tumboni, inamaanisha wengi wangeanguka njiani. Kwa ule wokovu usingewasaidia kufanya nini? Kusogea mbele. Sasa kitu ambacho nataka nikuambie hapa ni hiki hapa. Hebu nisikilize kwa makini. Ile damu ya yule mwanakondoo iliwafanya waupate wokovu. Sijui unanielewa?
iliwafanya wapate wokovu, lakini ile kula ule mwili wa mwanakondoo inawafanya watembee katika ule wokovu na kusonga mbele katika wokovu. Kwa mtu ambaye ataipaka ile damu ya yule mwanakondoo alafu asiule ule mwili wa ule mwanakondoo, ina maana kwamba yule mtu hataweza kusafiri kwa umbali mrefu kwa sababu hana chakula ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo ule wokovu hautamsaidia, yani ataanguka mbele tu. Ndio maana ilipaswa waile damu, waipake damu, waule na ule mwili wa mwanakondoo. Kwa sababu gani? Safari walionayo ni ndefu. Kwa maana hiyo sasa, kwanza nimekwambia wanashiriki kuwa sadaka ni miongoni mwetu. Mwanakondoo ni mmoja wetu, tunashiriki sadaka hii, tunaushiriki wokovu, lakini tunaufanya wokovu uwe halisi kwa kumla mwanakondoo, kwa sababu hakuna faida kama nitakombolewa na mauti usiku huu alafu eti nikaenda nikaanguka kabla hata kuifikia bahari ya Shamu kwa sababu ya njaa na safari ni ndefu, nikashindwa kuendelea, Farao akanikamata akaniua au akanirudisha Misri. Kwa hiyo ule wokovu na ile damu yule mwanakondoo itaonekana haina faida. Kwa maana hiyo, ili damu iwe na faida lazima mwili wake ni ule, ili nipate nguvu ya kuweza kusafiri kwa umbali mrefu, na nitakaposafiri kwa umbali mrefu itanifanya niwe hai. Nitakapokuwa hai katika safari yangu, nitaupa thamani ule wokovu, kwamba ule wokovu ni wa thamani kwa sababu ninaishi mpaka sasa. Kwa hiyo usipowila ile mwili wa mwanakondoo inamaanisha hutaweza kusafiri na unaweza ukaishia njiani. Lakini ule mkate ulikuwa, Mungu kwa nini aliwaambia wale mkate usiotiwa chachu? Kuna mambo mawili yaliyosababisha Mungu awaambie wale mkate usiotiwa chachu. Kwa sababu gani? Kwanza, kama nilivyosema, wana safari itakiwa wapate kitu ambacho kitaweza kukaa tumboni. Lakini pili, ni jambo la haraka. Yaani ile lilikuwa ni tendo la haraka. Halikuwa ni tendo la kusubiri. Ukiweka chachu ule mkate mpaka uanze kuumuka tutachukua muda mrefu. Kwa hiyo tunatamani tuondoke haraka. Kwa sasa okeni mkate bila kutia chachu, bila kutia chochote ndani ya mkate, alafu muule ule mkate, alafu muondoke. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la haraka sana. Ndio maana aliwaambia wamle ule mwanakondoo wakiwa wamejifunga viuno. Yaani wako tayari kwa safari, wamejifunga viuno, alafu wamefunga viatu vyao, alafu wameshika fimbo. Kwa hiyo walimla ule mwanakondoo wameshika fimbo, wamefunga viuno, kwa hiyo muda wote tu ikipulizwa kipenga, safari inaanza. Wanaanza kuondoka. Hakuna tena kuanza kusubiri tujue nikatafute kitu fulani, nikatafuta, yani kukaa tayari muda wote kwa ajili ya nini? Ya safari. Ndio maana ule mkate haukutakiwa kutiwa chachu kwa sababu utawachelewesha. Lakini kwa lugha nyingine, chachu inaonyesha ni kitu ambacho kinaongezewa pale ili kutia ladha na kufanya kitu kiendelee kuonekana sio halisi. Ndio maana Mungu akasema waweke mkate usiookwa, kwa maana anataka kuwaonesha kwamba hiki kile ninachokifanya mimi ni halisi. Hiki ni ngano halisi, yani hakijachanganywa na chochote. Kwa wokovu wa Mungu hauchanganywi na kitu chochote, ni chachu halisi kabisa. Alafu anatoka, wanaondoka. Kwa hizo ndo sababu ambazo Mungu aliwaambia watu wale wafanye nini? Watu wale wamle yule mwanakondoo usiku ule na kula ule mkate usiku ule. Sasa kuna mambo mengi hapa, tutaendelea wakati mwingine, lakini kuna jambo nataka tuliongelea hapa. Tunaweza tukajiuliza, je, yale mambo yalikuwa yana maana? Yale mambo yalikuwa yana maana gani kiufunuo? Hiyo hapo ni maana ya matukio yale kwa kadiri ile ambavyo vilikuwa yanatokea. Sasa kiufunuo, katika tunaposema kiufunuo tunamaanisha katika kumuongelea Kristo. Yalikuwa yana maana gani katika Pasaka ya Kristo? Ndio ufunuo ambao tunauongelea kwa siku ya leo. Yalikuwa yana maana gani? Sasa mwanakondoo tunafahamu ni Kristo Yesu, na damu yake ndio damu ya Kristo Yesu. Sasa tofauti ya yule mwanakondoo wa Misri na tofauti ya mwanakondoo Yesu ni kwamba damu ya yule mwanakondoo wa Misri ilikuwa inaishia mlangoni. Sio, unanielewa? Damu ya yule mwanakondoo wa Misri ilikuwa inaishia mlangoni, ila walikuwa wanamla, wanaila ile nyama yake. Kwa nini Mungu hakutaka wainywe damu ya yule mwanakondoo? Kwa nini Mungu hakutaka wainywe damu ya yule mwanakondoo? Mungu hakutaka wainywe damu ya mwanakondoo kwa sababu ukisoma maandiko, Mungu alikataza kunywa damu. Akasema mtakula chakula lakini damu msinywe, kwa sababu damu ni uhai. Sio, unanielewa? Damu ni uhai. Kwa Mungu aliwazuia watu kunywa damu. Umeona? Kwa sababu wakinywa damu ni sawasawa wameshiriki kunywa uhai wa yule mnyama. Kwa Mungu hakutaka wainywe damu. Na ile damu wanapoiweka katika mlango inatangaza mauti, kwamba uhai huu hapa ambao ulitakiwa tuhukumiwe tayari tushahukumiwa. Ndio maana damu yake mnaiona katika nini? Katika huu mlango.
Sio? Kwa hiyo yule malaika wa hukumu anapoenda anaiona ile damu, anaona kwamba hapa hukumu ilishafanya nini? Hukumu ilishapita. Sio, unanielewa mpaka hapo? Sawa. Sasa hawakuwa wanakunywa damu, na hiyo ndio ilikuwa kanuni ya taifa lote la Israeli. Watachinja wanyama, lakini hakuna kisusio, hakuna kunywa damu wala kuonja damu. Asa siku moja katika Yohana sura ya 6 pale Yesu anasema hivi, mtu asiyeula mwili wangu na kuinywa damu yangu hana uzima wa milele. Wakamwacha wanafunzi, wakamkataa, kwa sababu katika Torati wanajifunza hutakiwi kunywa damu ya mnyama. Sasa huyu anatuambia tunywe damu yake, kama tu damu ya mnyama haturuhusiwi. Haya maneno ni magumu, hatuwezi tukaelewana naye. Wakamwacha wakaondoka zao, wakamwacha na wale wanafunzi 12 tu. Sasa anasema mtu asiyeinywa damu yangu hana uzima wa milele, na Mungu anakataza kunywa damu. Sijui unaelewa, anakataza kunywa damu. Lakini katika Pasaka ya mwisho wa Kristo kuna tukio moja la ajabu sana lilitokea pale, tukio la ajabu mno, ambalo Yesu anatoa kikombe, anasema twaeni, hii ndo damu yangu. Anatoa mkate, anasema twaeni, huu ndo mwili wangu utolewao. Sasa mambo mawili, anatoa mkate, anasema huu ndo mwili wangu. Sasa mwili wa mwanakondoo kuula ulikuwa unaeleweka tu kwa lugha ya Ufunuo, kwa sababu yani najisikia machozi kwa sababu ule mwili wa yule mwanakondoo ulikuwa unaliwa tangu Misri. Mwili wa mwanakondoo ulikuwa unaliwa tangu Misri. Kwa Yesu anaposema twaeni mkate huu ndo mwili wangu, ni jambo ambalo kiufunuo tunalielewa kwamba mwili wa mwanakondoo unaliwa usiku wa Pasaka. Lakini anapotoa kikombe anasema twaeni hiki kikombe, hii ndo damu yangu. Ni tukio jipya ambalo halijawahi tokea katika Pasaka yoyote, watu kunywa damu ya mwanakondoo. Sasa kwa nini anatoa damu watu wainywe damu yake? Kwa sababu kubwa ni mbili, ninaweza nikakutajia hata 3. Ziko sababu nyingi sana, lakini nataka nikutajia sababu hizi zitakusaidia. Ni kwamba jambo la kwanza, anaonesha huu ndo uhai wangu. Maanake tumesema kwamba kibibilia damu ni uhai. Katika kitabu cha Mwanzo 8 damu ni uhai kibibilia, damu ni uhai. Sasa Yesu anaposema twaeni hii damu yangu kunyweni, anamaanisha natoa uhai wangu, natoa uhai wangu, kunyweni. Sasa ni kwamba, naomba unisikilize kwa makini sana sana, na kama hujaelewa irudie hii video, sikiliza kwa makini sana hapa. Anaposema nawapeni hii ndo damu yangu, anamaanisha nawapeni huu ndo uhai wangu. Kwa maana hiyo sasa, watu wanaposhiriki kuinywa damu ya Yesu, wanashiriki kuingiza uhai wake ndani yao. Katika Pasaka ya Misri, damu haikuruhusiwa kunywa na mtu yoyote zaidi ya kupakwa katika milango. Damu inapopakwa katika milango, inasema kwamba hii nyumba hukumu ilishapita, kwa hiyo malaika anapita. Kwa hiyo tunapokunywa damu yake Yesu, ina maana kwamba hukumu ilishapita ndani yetu. Kwa mtu mmoja mmoja hukumu ilishapita, kwa sababu wale watu wa Misri hawakuinywa ile damu kwa sababu damu ni uhai kama nilivyokuambia. Alafu waliipaka kwenye nini? Kwenye miimo ya milango. Kitendo cha wao kuipaka ile damu kwenye miimo ya milango ilikuwa inatangaza kwamba hapa tayari uhai ulishachukuliwa, kwa sababu damu inatangaza uhai. Kwa kuonyesha ishara ile damu inamaanisha hii nyumba tayari uhai ulishatoka, hukumu haipaswi kuingia tena kwenye hii nyumba. Alafu Yesu anatoa damu yake, anasema hii ndo damu yangu, kunyweni. Anapowapa watu wanywe damu, inamaanisha wanaushiriki uhai wake, anawapa waushiriki uhai wake, kwa sababu katika Mwanzo 8 anasema damu ni uhai. Kwa anapowapa watu washiriki damu yake, anamaanisha anawapa washiriki uhai wake. Na kwa sababu tunajua uhai wa Yesu ni Pasaka, anaenda kutolewa, anaenda kuhukumiwa Pasaka.
anapoenda kuhukumiwa, damu yake inahesabiwa ni damu ya mtu aliyekufa. Kwa sababu damu yake ni damu ya mtu aliyekufa, sasa sisi wengine ambao tulipaswa tufe kwa habari ya dhambi, kwa sababu sisi wote tulikuwa tunahukumiwa kwa kosa la Adamu ambalo hukumu ilikuwa juu yetu. Kwa sababu sisi wote tulikuwa tunahukumiwa kwa hiyo hukumu ya kosa la Adamu. Baada ya kuinywa ile damu yake, inamaanisha hukumu inapotaka kuja sasa kutuhukumu, inakutana na ile damu. Inapokutana na ile damu inatangaza huyu tayari alishahukumiwa. Kwa nini kule waliweka kwenye milango huku wanakunywa? Kwa sababu hukumu ya Misri ilikuwa ni hukumu ambayo inahukumu kila familia, ilikuwa ni hukumu ya familia, ni ya nyumba kwa nyumba. Ila hukumu ambayo Yesu anaenda kuifia ni hukumu ya mtu kwa mtu, yani kila mtu, yani mtu mmoja mmoja. Kwa maana hiyo ile hukumu ya Misri, kwa sababu ni hukumu ambayo inahukumu kaya, ni hukumu ambayo inahukumu familia, ilibidi kila familia iwe na mwanakondoo mmoja. Ila hukumu hii ambayo inaenda kuhukumu ulimwengu ni kila mtu, sio kila familia, ni kila mtu. Kwa sababu hiyo kila mtu anatakiwa awe na mwanakondoo wake, ambapo sasa huyo mwanakondoo wake awe na damu ya mwanakondoo wake, ambayo mwanakondoo huyo ni Kristo. Anapoitoa damu yake anasema shirikieni hii damu yangu. Anamaanisha sasa kila mtu anaishiriki ile damu kibinafsi, ambapo itasimama kumtetea wakati wa hukumu. Inapokuwa inapita, hukumu itapita juu na hatimaye lile ondoleo la dhambi litapotea kabisa. Sio, unanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo ndo maana Yesu anafanya nini? Anaitoa ile damu yake. Sio, unanielewa? Hilo ni jambo la kwanza. Basi kwa leo tunaishia hapa, ila tutaendelea tena na somo hili hapa. Tumesema wiki yote ni kwa ajili ya Pasaka tu. Kwa hiyo kuanzia wiki zile tutaendelea na vipindi vingine kama kawaida, ila wiki hii tumeidedicate kwa ajili ya Pasaka tu. Tutaendelea tena na somo hili. Sasa tutaanza kuongelea kuhusu kinywaji, yani ile kikombe. Katika Pasaka ya Kiyahudi kulikuwa na vikombe vinne ambavyo walikuwa wanaviazimisha katika ile divai ya Pasaka, ambapo sasa tutaenda kuangalia walikuwa wanavinywa kwa namna gani, walikuwa wanaviazimisha vile vikombe kwa namna gani. Lakini je, Yesu alivinywea vyote? Na Yesu tunaona kikombe kimoja anasema sitakunywa mpaka utimilifu wa wakati utakapofika ndio atakinywa. Ni kipi hicho na kikombe gani ambacho alikuwa ameshavinywa? Tutaviangalia vyote hivyo, lakini tutaenda kuangalia pia Yesu anashiriki kumla yule mwanakondoo kama nani, wakati yeye ndio mwanakondoo. Tunaona Yesu alishiriki Pasaka ile, alikula Pasaka. Sasa yeye ndiye Pasaka mwenyewe, anailaje Pasaka? Yeye ndio mwanakondoo ambaye anapaswa atolewe Pasaka, alafu naye anaila Pasaka. Aliila kama nani? Hayo ni maswali ambayo tutaenda kuyaangalia kwa wakati ujao. Lakini swala lingine ambalo nataka tutaliangalia kubwa sana, hili swala nafikiri tutaweza tukaweka video hii kesho au kesho kutwa, siku hizi mbili, ni kwamba ni kwamba ukombozi wa mwanadamu na dhambi zake unahusisha damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ndio iliyotukomboa, si ndio watu wa Mungu damu ya Yesu ndio iliyotukomboa. Maandiko yote yanaongelea msalaba, yanaongelea damu ya Yesu, wanaongelea kifo cha Yesu, pazia lilipasuka, kila kitu kinahusiana na msalaba. Msalaba ndio asili ya mema, na upenda hata mimi wa wimbo. Kwa hiyo vitu vyote vinaongelea msalaba, na msalaba ndo siku ya Ijumaa. Kwa maana hiyo dhambi za mwanadamu zinafutwa baada ya Yesu kuifia dhambi msalabani. Sasa je, kama Yesu asingefufuka, je, dhambi zingekuwa zimesamehewa, zimeondolewa au hazijaondolewa? Kama Yesu asingekuwa amefufuka, kwa sababu sisi tunaokolewa, tunasamehewa dhambi kwa sababu ya kifo cha Yesu, si ndio? Na tunatangaza kifo cha Yesu msalabani, kwamba injili yetu ni kwamba Yesu aliwafia msalabani. Sasa just imagine huyo Yesu aliyewafia msalabani hajafufuka. Kama asingalikuwa amefufuka Yesu, tungesamehewa dhambi? Imani yetu ingekuwaje? Sasa tutaenda kuangalia umuhimu wa kufufuka kwa Yesu. Kwa nini Yesu ilitakiwa afufuke? Umuhimu wake ni upi? Kama asingefufuka, je, dhambi tungesamehewa rafiki yangu? Hili swali tutalijibu vizuri katika kipindi kijacho. Nikuombe, kama hujasubscribe channel, subscribe sasa
Hii ni hazina ya kanisa, lakini pia usiache kushare kwa ndugu, rafiki na jamaa ambao unaona kabisa hizi vitu vitawasaidia. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Ukiwa unatamani kujiunga nasi katika huduma hii kwa sadaka, mchango, basi unaweza ukazitumia namba hizo na itakuwa imefika kabisa na umeshiriki kikamilifu pamoja nasi katika kufundisha katika huduma hii, na Mungu atakubariki sana. Usiache kutuombea. Tukutane katika kipindi kijacho.